The Green Voice. Yes, we agree. Magoli matano nafikiri kwa namna tulivyopoteza mechi ni mambo matatu. Mambo matatu yametukumu kwenye mechi hii. Sawa. Jambo la kwanza ni tactics. Jambo la pili ni quality ya timu. Sawa? Ya timu ambayo tunacheza nayo. Na jambo la tatu ni makosa binafsi. Sawa. Sasa nianze na jambo la kwanza. Tactical discipline. Nafikiri mliona namna tulivyoanza. Kwa maana ni setup ya ulinzi wetu. Tunajua kwamba Yanga ni bora, setup tulikuwa tumeiweka. Then setup ilifanya kazi ndani ya dakika mpaka 30 na unaona kabisa vision ya Yanga. Lakini dakika moja ile ambayo unayofanya kosa kutoka kwenye tactical discipline ya kwako, timu kubwa inakufunga. So ule upande wa Israeli nafikiri kuna majukumu ambayo tumeweka dhidi ya mchezaji aliyekuepo. Kwamba wewe na nani ilikuwa ni goli la kwanza. Kisha magoli ya namna hiyo yamefungwa mara mbili. Umeona? Niseme Israeli tena kaenda kufunga. Kwenye situation ile. Kwamba wewe winga ili mtu wako fullback. So kishaona mtu hawezi kufanya majukumu yake vile, maana yake ndio mnahukumiwa mshushe kwenye timu kubwa. Kwa sababu kwenye timu kubwa mara nyingi lazima ucheze kulingana na uimara wake. Kosa lingine la pili, unaweza kuona tumeruhusu magoli mawili. Karibu matatu. Magoli mawili yote ni kama zawadi. Yaani unajua aina makosa ambayo unayaona ya magoli mawili ni makosa mapya kwenye timu. Yaani ni makosa ambayo wakati mwingine mwalimu huwezi kuzungumzia kwa sababu hakuna mahali popote ambapo mtu kwenye eneo la ulinzi lile anaruhusiwa kuchukua risk ya namna hiyo. Ni vitu ambavyo wakati mwingine vinatumiza sisi coaches kwa sababu si aina makosa ambayo unayotegemea. Tumetoka mapumziko tukasema okay, goli mbili twende tukadefend katika tactical na mimi, lakini tukatafuta goli moja. Sasa kitendo cha goli la tatu lile kwa namna ile goli la tatu ikademu rahisi ndani kabisa timu. So vingine vilivyokuwa vinafuata ni kwa sababu pia umesha concede aina magoli ambayo mna concede, mnaona kama wapinzani hawatumii nguvu kubwa sana. Ni kama nini mnapa nini? Mnapa zawadi. Sio kitu ambacho kiko kizuri, lakini tusisahau pia kwenye mechi hii quality ya wachezaji wa Yanga. Unaelewa? Wakati mwingine tunapokuwa tunazungumzia prison Yanga, tusisahau pia kwamba quality ya wachezaji haina hapa Pacome na nani kwenye timu wanaweza kufanya kitu chochote pia. Kwa ni mechi ambayo wakati mwingine imeamuliwa na ubora, imeamuliwa na makosa binafsi, imeamuliwa na tactical discipline, maeneo matatu. Next interview,